Wewe umechukua unyayo wangu kwa kazi gani? Na kuuliza wewe umechukua unyayo wangu kwa ajili gani? Kwa hiyo mimi muda wote nafanya vituko hapa, kumbe unaniangalia tu. Alafu nitaka nishangae. Kila siku mimi na wewe ni watu wa vita tupatane. Leo kwa nini unatabasamu? Kumbe wewe ni mchawi. Naomba mwaga unyayo wangu chini. Mwaga unyayo wangu chini. Mganga ameniambia nisimshike kabla sijavunja nazi. Alafu mjinga mbona kama kanaotea? Au kuna kitu anafahamu? Vipi mzee? Kama kawa. Unyama? Mtaala. Vipi kana ametokea pande hizi? Kana baada ya jarudi wala hajaja hapa. Na shida naye kinoma hapa. Vipi mzee? Unyama sana. Kama umetulia nini? Unakula upepo. Mwanangu kama Mungu hujui. Nini mwanetu? Kuna mchongo? Ninyo kutafuta kinoma. Au sio? Kuna mchongo? Mchongo. Mchongo wangu si unaelewa ule shemeji yako tu mwana. Shemeji. Kwa maana ishu shemeji yako. Wewe unamjua noma lake? Shemeji. Wewe mimi akiniamshia noma mwanangu. Kama kawaida lazima akuone. Mwanangu ni ishu. Kwa hiyo iko vipi hapa? Mchongo kwamba niende au? Mwanangu sio poa. Kwa hiyo iko vipi hapo? Yaani hapo mchongo wa bidii tuingie, maana nimekutafuta siku nzima. Wewe fanya mazingira mwanangu hapa tuingiane hapa ni sopa kukaa sana wala nini. Maana nimekutafuta yani siku nzima. Au sio? Sema sasa mimi ndo kazini sasa hivi. Sasa sijui kwa nini mtaani ushageuka fu. Tundoke kama vipi. Mwanangu mimi nakuomba nisaidie. Mwanangu ukiingia mtaani kwako mambo yatakuwa mengi. Si unajua? Wewe nisaidie mimi kwanza tufike nyumbani. Alafu fresh mimi nitakusindikiza za mwanangu. Au sio? Sema kwa ni shemeji yangu mwanangu wa faida. Alidi tundoke mwanangu. Basi poa. Uamuzi. Poa sasa Mungu. Ni uamuzi. Sema mwanangu, hata kama unanisaidia kesho ukipile. Lakini mwanangu tunachai hizi sielewi. Ushasoma. Mke wako mwenyewe anashughulika na mimi. Sio mimi nashughulika na mke wako. Sio unaelewa mwanangu. Mambo gani mwanangu anzalisha mwanangu asichukulia poa? Mwanangu wala kijana analetea mwanangu. Hizo ni dharau mwanangu. Niachie basi, niachie. Kwa hiyo mimi nashughulika sana kuliko wewe, si ndio mwanangu? Unachukulia poa. Kwa hiyo ni msaada wangu una baridi kabisa. Yaani ana chochote unataka mimi nafanya kitu cha maana, si ndio? Mimi mwanangu ndo wangu ipo hatalini kisa mke wako na kusaidia wewe. Yaani usituna leo unanielewa mwanangu. Afu mwanangu auoni, si ndio? Auoni? Yule mkeo anashobo na mimi. Mimi sina shobo na mke wako. Ile ulifahamu mzee. Afu mimi nakusaidia kama mwanangu. Mimi nikiamua kubunda na bunda kama kafu fresh tu. Mpaka wanikuda hivi kabisa unanikuda mwanangu, si ndio? Sasa mwanangu wewe unaona tumefikia mbali. Ushaona? Wewe baki na mkeo, mimi baki na mke wangu. Sababu nakukusaidia wewe kule mtaani na kwa ni vurugu kinoma mzee. Naanza kuzima moto. Sasa hata kama unanisaidia kana unamshikaje mke wangu mama amemshika tumbo, au umemshika shingo sio mimi najisikia vibaya bwana. Bali kama hizo unazoniletea mimi sielewi. Sikia. Sio kama mwenyewe uone unaona. Yule mkeo ndo anashika mimi. Mimi nafuata tu. Alafu mimi simpapasi namshika tumbo. Sasa unamshikaje tumbo na mshikaje tumbo? Baridi mwanangu. Mambo yashakuwa mengi. Wewe kama na mimi nafanya mambo mabaya, sikusaidii mwanangu. Wewe kaa na mkeo, mimi nibaki na mke wangu. Alafu mengine atafuta. Alafu tuone naenda kufuata. Bana.
wangu. Kwa sasa hivi unaona ndo anachekesha, si ndio? Amna bwana. Ila umpendeza ukikaa ndani. Kwa hiyo umeshanifanya babu yako, yaani kama unaniendesha vile unapotaka, si ndo maana? Hivi unajua mambo mangapi umenifelisha wewe? Sasa mimi kosa langu liko wapi mume wangu? Wewe uone kwamba jua kali na waka unataka ukazurule nje ukafanyaje? Alafu ukiendelea kukaa ndani unazidi kwa mweupe. Hivi, kwa nini mwanamke nilikuwa kwa akili zangu timamu au nililogwa? Yaani kuna muda sipate majibu kabisa. Hivi wewe unifungia ndani? Yeye unamfungia mume wako ndani? Yaani baada ya mimi nikufungia wewe ndani, wewe ndio unifungia mimi ndani? Oh, unajua watu wangapi wanapiga kwenye hiyo simu? Hivi wewe unajua vitu vingapi umenifelisha leo? Yaani unasahau kabisa kama leo nitakiwa niende kazini. Alafu mbaya zaidi ukajifanya wewe mjanja umeondoka na simu yangu. Yaani kusipigiwa. Wampigia tu hao wawili tu. Na mimi nimwambia unauma. Kwani kuna shida gani siku moja moja mume wangu? Sio mbaya. Wamepiga watu wawili. Unajua ile bei gani hiyo umenifelisha hapo? Unajua kuna vitu vingine mtango inabidi uwe serious. Sawa? Hayo mambo yako ya kitoto unayofanya. Siku yake nitakuja kufanya kitu kibaya afu utakuja kuamini kwenye maisha yako. Kwa sababu unaona kama sasa hivi tunaanza kuzoeana sana hivi. Yaani unanizoea unafanya unachokiweza unachokitaka, si ndio? Alafu kuhusu kukuzoea. Mimi na wewe tumeishi miaka mingi. Nisikuzoee kwa nini? Wewe si mume wangu. Alafu nimekumbuka kitu. Umekunya au umekojoa? Sio kunya tu, nimealisha kabisa. Mpuuzi mmoja wewe. Alafu nasema tu yaani kirahisi tu kumpiga watu wawili nimwambia unaumwa. Kwa hiyo wewe mwanamke. Yaani unajua kuna muda mwingine unafanya najuta kabisa hata kwa nini nilikuoa. Sasa najiuliza maswali mengi, nilikuwa nililogwa au nilikuwa nimelewa? Sijui. Oh. Basi sawa. Ipo hivi. Ujute usijute. Yaani kikubwa ushanioa na mimi hapa sibanduki. Si unaelewa? Yaani hili ndo kwanza picha kamili inaanza. Alafu nisikize nikwambie. Kuhusu kazi umefukuzwa au hujafukuzwa, mimi naweza nikakulea na nikakuhudumia vile vile. Sawa? Mimi mwenyewe mwanamke, yaani najiamini na ninajituma vile vile. Si unanielewa? Yaani kweli hapa nimeoa mwanamke bogas. Yaani kwa mwanamke ndo ana majukumu ya kulisha familia. Wewe ushaona wapi hiyo? Kwa sasa hivi mwanamke ndo kichwa cha familia. Yaani sasa umefanya vice versa. Baada ya mwanaume awe ni kichwa cha familia, wewe unataka ujitema jukumu kwamba wewe unaweza kunihudumia mimi, unaweza kunihudumia vitu vyangu vingine vyote. Maisha kusaidiana. Mbona wanawake wengi sasa hivi wanabeba hata mabese na mboga mboga na wanafanya? Sasa kusaidiana mimi nikae ndani. Sasa kusaidiana, ukisema kusaidiana mimi niende kazini na wewe ukitaka kufanya kazi ufanye kazi. Sio mimi nikae ndani kama mtoto mdogo. Ndio nimekwambia ikitokea emergency umefukuzwa kazi, mimi nitapambana. Kwani wewe kulishwa kuna hasara gani? Mimi nitaenda kazini nitakulisha. Kosa wewe kwa akili yako na ufikiri kwamba wewe ni emergency. Yaani kitu umekipaka kusudi kitokee, alafu unakiita emergency. Hivi unajua maana emergency ni nini wewe? Sasa nisikilize. Sawa. Naona kama sasa hivi unaanza kunipanda kichwani. Yaani sasa hivi unaniletea mazoea kiasi kwamba yaani sijawahi kuzoeleka na mtu mwingine yeyote yule. Wewe unachokitaka sasa utakipata. Yaani wewe unachokitaka nakuonyesha mama. Leta simu. Mkono nitishia. Kwa nini nakutisha? Sasa wewe endelea. Sawa? Yeye anafurahisha. Haya bwana. Utesa kwa zangu. Kama hivyo. Nisaidie bwana ndugu yangu. Mara kigao nakwambia kuhusu mke wako na mimi. Lakini hutaki kunielewa. Kana nisaidie ndugu yangu. Daudi, sikiliza mwanangu. Mara kibao unaongea naye kuhusu mke wako. Mimi sina shobo na mkeo, lakini wewe mwanangu unielewe, unachukulia poa, si ndio? Sasa sikiliza, kapambane na hali yako. Au usifanye hivyo kana. We, koma. Afu mwanangu unajua huyu mtu simpendi huyu. Unalijua hilo? Afu la yuko kwa zake tena kazidisha papa. Hivi unajielewa kweli? Au akili zako zinaingia na kutoka Wewe jitambue. Au nilikuwa naongea na ngine yako yanatokea huko. Kama una matatizo ya akili sema, waganga wapo kibao, mimi nawajua. Nikupeleke kwa waganga wakutibie. Kwa sababu inaonekana wewe akili zako hizo, yani kama ujitambue. Sasa sikiliza, kwa taarifa yako. Hapa kwangu sitaki nikuone. Tena mazoea na mume wangu kwanza leo yakome. Yaishi hapo hapo. Umeelewa? Usinichanganye. Usinichanganye kabisa unaponiona. Wangu sio kuelewa ile mimba yako. Kwa comment ya mwenyewe mke wako, wewe ndio wakuelewa ile mimba yako. Mume wangu mimi ingekuwa anahitaji mimba, asingenipa vitu ndani nikameza. Umeelewa? Sasa nachokwambia hapa kwangu uondoke. Sikutaka sasa usinichanganye. Usinichanganye kabisa. Uo mwili wako nitakukoroga na mwiko kama mwembamba kama kwangu mimi. Umeelewa? Wewe mwanaume gani usijitambua wewe? Muone anafutia huruma. Nyoo! Ovyo! Limekaa kandemwa.
Sasa sikiza, subiri nikuoneshe. Naingia zangu ndani, nikukuta hapa nje wewe. Nikukuta hapa nje. Hizo kwato zako nitazicharanga hizo nakwambia wewe. Utanitambua leo mimi ni nani. Kisha nuka hapo. Huyu mwenyewe acheleweshi. Dakika 2 tu akitaka lambadilisha. Sasa sikiliza, naenda kusaidia ndugu yangu. Ila sipendagi dharau sasa. Tuondoke. Kumbe yule mtu akaondoka. Yaani leo nikitaka kumpa naye angani leo bila ungo. Angelijua mimi ni nani. Kumbe cheese kweli. Yaani akirudi tena hapa hata nitambua. Nitapaa naye. Kama uchawi nilikuwa siujui. Nitakuwa na uchawi kwa sababu ya yeye. Kwa sababu yaani yule jina mimi vile linanitibua. Hata nitambua mimi nani. Wanakwenda na kujua na kubadilisha nguo. Mshenzi atakoma. Jamani kana. Nilikumisi. Kana boy huyo. Shemeji. Nilikuwa kazini shemeji, mambo ni mengi, sio unajua harakati za maisha. Oh my god. Sasa kitu ndakukalisha baki kitu gani? Ushanaletea mtu wangu, nimekwambia uondoke. Ondoka, uchonileteki. Nimekitaka kisha kuja, baba unaweza kuondoka. Unanitia baki mavimavi, hebu ondoka bwana. Unanichefua. Si ushanaletea nje kwa nakitaka? Haya ondoka. Nimekwambia toka, unanukia kimavimavi, unanuka jasho, toka. Muona kiharufu. Poa bana, mimi natoka baadaye. Unataka nini kwa nini? Tutakutalia. Sawa. Alafu wote kama kwa wote. Na kama ni mmoja nampaje? Napenda kumani. Alimwende. Hapo shemeji upoje? Kwa hiyo tangu ile jinsi ulikuwa nini? Yule boy ajikupika afu kangami hali yangu nimechoka. Sikia mambo yake peke ananivutia vitunguu. Yaani chai kitamsha anachanganya na vitunguu hivi kweli. Chai gani? Hata kama chai za nchi za nje. Chai yenyewe anapika vizuri. Sasa nikikaa na huyo mtu hapa najisikia ovyo. Uliboeka. Usijali simu yangu. Ngoja mimi nipo kwa ajili yako, sawa? Yaani kama unafahamu muda wote nipigie simu. Shemeji njoo. Mimi nakuja, yaani muda wote usogo. Sawa. Isipokuwa samani za usiku, ndio maana muda utakuwa ushaenda. Sasa kama usiku mimi ningekuja na nitamshikaki na saki. Ila naamini kwa ajili yako nitakuja. Sawa. Na mimi sasa muda wote akili. Alafu kwani pindi tunaenda lini tena mara mwisho? Ndio mwanangu mmewe. Awenti. Sasa simizi mnane sio na kulipa na pizza. Tena mama kaipika. Aibu. Kweli. Sasa tunakutesa. Lakini mwendelee kidogo. Mtaka kwa suri. Sawa. Ni dawa tusifuko nayo. Nilimtuma mtumia na yeye hapa mtumbo kwa mbele. We Msungo. Kinaendelea nini hapa?
Kinaendelea nini? Una majibu ya kujibu? Umefundwa au hujafundika? Una akili timamu? Iko kidubu ashtaka ulichokijaza iko ndio kinakufanya starehe tu. Mume wangu mimi nitakupa starehe wewe. Mume wako kashinda kudhibiti ndani au kashinda kukupa starehe? Hana uwezo mume wako au wote wasungu? Hamna wifi, amekuja tu kunitoa tu upweke. Koma wewe. Kwani ndio kuteka kidubu chako? Mpaka tu upweke. Mume wako kashinda kutuliza ndani au hiyo faraja unayoitaka mume wako kashinda kukupa au wote ni wasungu? Lakini mimi si unajua kama hapa nipo hapa nimekaa tu peke yangu, bado yule pale ameenda kazini afu ananifanyia sio vizuri. Namba tu. Huyo mume wako wakati anakushughulikia kukupa hiyo mimba, kwani alikuwa hajui kama kuna kazi? Au alikuwa hajui kama unahitaji faraja ndani? Mpaka mume wangu mimi ndio ataka mume wangu mimi afai kwenda kazini kwa sababu ya kwa iko kitumbo chako. Amekupa yeye. Hamna, sio hivi bwana. We, usinichanganye. Usinichanganye kabisa na wewe. Mwanaume usiojielewa. Wewe ni mkeni. Mke wako ndani unaniambia nimeze P2 nisibebe mimba. Kumbe hizi faraja za kupitwa petiwa kuna watu wenye mimba unazitaka. Twende. Sasa mimi wangu viatu. Viatu